vyovyote awe sahihi au hao makosani. Umutii wa kila na. Amen. Mume wangu kumbe anakuwa jangili, anakuwa kanyonya. Anaiba watu mikono yao. Okay. Mungu anasema utii huyu mume. Usishiriki dhambi yake, lakini wewe yeye utu wake mume kama mume, Mungu anataka umtii. Amen. Mume wangu anaenda kuna watongoza wanawake wengine, mimi ndio maana Mungu anasema umtii. Hata umkuta kujua mwanamke, haiko haki yako kumkosea heshima kwa sababu nilimkuta kujua mwanamke mwingine. Haiko neno la Mungu. Ukifanya hivyo hauko Mkristo. Amen. Amen. Tunaambia ndugu waende wafanye uzinzi. Basi wakufanya aenda afanye. Yes. Ndio kila mbegu isae kwa aina. Kwa aina kabisa. Amen. Lakini nataka kuuliza mwanamke, Mungu anasema mume awe makosani ama asiwe makosani. Hana haki ya kuinua sauti kwa mume wake. Wewe fulani, no, nilikuwa nakwambia nimepata sasa. Hauko mwanamke na kutosha, hauko Mkristo. Umepata sasa nini? Hauko Mkristo. Usisubutu kujiita Mkristo. Mpende na umutii. Mume anavuta sigara na wanakunywa bangi, wewe ndio unachagua huyo. Haukuchaguliwa na mtu mwingine. Mungu anadai umheshimu. Amen. Ilikuwa bahati mbaya. Ati tu unaweza kusema niliolewa na yeye bahati mbaya. Basi ikiwa bahati mbaya ni bahati mbaya ya miaka yote. Mpaka kifo ndio kitakuweka huru na hiyo bahati mbaya. Hakuna jinsi. Kama hautii mume wako. Na hapa Biblia inasema utii mume Mkristo. Nasema utii mume. Mume. Yaani kwa maneno mengine, hivi tuko na wadada mko na wandugu hapa, siku moja hatujui safari inabeba nini. Hatujui. Tunataka tukao watu wengi hapa, wengine wamerudi nyuma. Siku moja mume wangu amerudi nyuma, ameanguka. Neno la Mungu linasema uendelee kumtii. Amen. Wanampeleka Kalobele kule na wanawake wengine, wewe unaenda kwa Mungu, unisaidie pingine na mtafuta sijui ameenda wapi huyo mwanamke. Ndio Mungu anataka ufanye. Usipofanya hivyo utaokoka. Haikalishi unatabiri